mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Unajua wengi wanaotajwa hapa ni wa Chama cha Mapinduzi. Ndio. Wanaotangazania kutaka kugombea ubunge. Sasa kwani umesikia mwingine hapo? Wanataka kugombea ubunge na wabunge wapo. Na ni viongozi pia walikuwa, tukumbuke. Tukaache kabisa. Kwa hiyo kumbe Ankobiki, ina maana wewe ukurugenzi wa reli hauna hela kama watu wana mipango yao Ali Mohamed. Ukuu wa mkoa hauna. Ngoja, ukiwa mkuu wa mkoa wewe haupewi malalamiko, wewe unatekeleza. Wewe ni mtekelezaji. Kwa hiyo watu hawataki kutekeleza, wanataka wapewe ujumbe. Wewe wajumbe tu watumwe. Yaani watumwe. Yaani watu wanataka kutumwa. Unatoka kwenye kuwa mtumishi unakwenda kuwa mtumwa wa wananchi. Maana unakuwa mtumishi wa umma, sasa unakuwa mtumwa wa watu wa eneo. Wananchi. Sisi wa Dodoma mjini nenda. Wakati walikuwa una mkoa mzima. Tena hebu nisaidie, kati ya mkuu wa mkoa na mbunge nani mkubwa? Mkuu wa mkoa si mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa. Yaani hapo ukimzungumzia mama hapa au tunazungumzia vikao vyao wakuu wa mikoa saidiane vikao vyao posho shingapi sitting allowance. Si tunajua sasa hapo. Lakini ukizungumzia kwenye masuala haya inawezekana ikawa mbunge mkubwa. Kwa hiyo kwenye masuala hela mbunge mkubwa kuliko ana mfuko wa jimbo. Sasa mkafano mkuu wa mkoa wa Dodoma hapa. Mbunge wa Dodoma mjini yuko chini yako. Ndio. Wachilonwa, Wachemba wote. Wewe si mkubwa kati ya wote. Sasa wewe mkubwa kicheo. Tayari kweli. Sasa tuende kwenye habari nyingine ambayo nataka tuiunganishe hapa. Unajua kuna tofauti wa ukubwa wa kicheo na ukubwa wa kifedha. Tuiunganishe habari hiyo na habari ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Ankobiki. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mzee Wasira amenukuliwa na gazeti la kwanza, tuanze nalo hapo. Gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge, Wasira anasema uchaguzi mkuu sio ajali. Tumetokea ghafla. Kama uliwafungia vioo wananchi, jiandae kukutwa atakaye kukuta. Yaani una full tinted. Wasira asema. Gazeti jingine ambao nao wamemweka Mzee Wasira ni gazeti la Mwanahabari, gazeti bora ambao linasema uchaguzi mkuu sio ajali, wanajua ufanyika kila baada ya miaka mitano, asema Mzee Wasira. Lakini Mzee Wasira tena amenukuliwa na gazeti jingine hapa, nataka tumalize nalo ili uweke maneno hapo. Hii ni gazeti la Dira ya Mtanzania. Oya, tumalize nalo la mwisho hili hapa. Ni gazeti la mwisho hili hapa. Majira anasema Mzee Wasira, wanaotaka ubunge pimeni kina cha maji kwanza. Mzee Wasira jana amewaambia wako walikuwa wanawafungia vioo wananchi na akawapa siri kwamba ukiutaka ubunge lazima uwe na mahusiano mazuri na wananchi. Twende hao wanaokuja hao. Mtu tulimpa miaka 5. Leo anakuja na tupima, tuwaletee viatu. Yaani unajua lazima ufanye tathmini. Wewe ambaye unataka kwenda kugombea ambaye ni mpya, na wewe ambaye ulikuwa ukiliongoza hilo jimbo, ulikuwa na mahusiano gani na wananchi wako katika jimbo lako? Unajua kuna baadhi ya majimbo wabunge waonekani majimboni. Ukiuliza nakwambia tuko busy na majukumu ya kitaifa. Yaani kwamba mimi ni waziri sasa utanionaje jimboni kila mara? Kwa hiyo waziri unashindwa kwenda kwenye jimbo lako kwenda kusikiliza changamoto za wananchi wako. Lakini mtu huyo akipita yuko full tinted, ana kikundi cha watu wake wachache ambao wanakutana nao. Yaani jimbo lina watu 41,000, yeye ana watu wake 10 tu. Anasema hawa ndio watu wangu, ndio watakaonivusha. Sasa tumsikilize Mzee Wasira, alafu tuwaone wananchi na nyinyi mnasemaje. Hawa walitupima viatu miaka 5 iliyopita. Sasa hivi wanakuja leo tena wanatuuliza viatu hivyo mnataka vya mchongoko au viatu vya foengo ili muweze kuwakoga majirani zenu. Sasa msikize Mzee Wasira hapa anachoongea, na msikizaji leo tuandikie anachozungumza Mzee Wasira hapa, unakubaliana naye ama vipi? Maana anasema waliotelekeza wananchi hawana wa kumlaumu. Ni kweli Al-Mohamed. Waliotelekeza wananchi hawana wa kumlaumu. Yaani bunge wetu tutelekeza. Wewe sisi leo unakuja. Sisi Al-Mohamed tumekupa dhamana wewe. Kama mbunge ukutuwakilisha, umetutelekeza, utaenda kumlaumu mwenyekiti wa chama? Msikie sasa makamu mwenyekiti bara. Utapokea lawama makamu mwenyekiti au tupe siri sisi ambao tunautaka ubunge. Wale wanaorudi ambao washakosea njia waache wapotee. Ali unajua maneno ya kule kwetu kabla hujamweka mwenyekiti. Anasema mchuma janga ula na wakwao. Tumeshaweka mgombea.